Hapo tunauliza tu hii leo kwamba tunauliza kiwango alichokionyesha Simba kwenye mchezo wake wa kwanza wa nusu finali ya kombe la shirikisho dhidi ya Stellenbosch. Je, unaiona nafasi ya Simba kutinga kwenye hatua ya finali ya michuano hiyo, au Stellenbosch anaweza akapindua meza akiwa nyumbani kwake na kumtoa Simba? Hiki ndicho ambacho tunakiuliza kupitia question mark. Na wachambuzi wangu GH wa kwanza na Mwalimu Lisungu Mwela wako sawa kabisa kwa ajili ya kuweka neno hapa. Tuanzie kwako mzee wa Mazinzong. Unatazama nini kuhusiana na hili? Maoni yangu binafsi ni kwamba nafasi ya Simba kwenda katika hatua ya nusu finali mimi ninaiona kwa zaidi ya 75%. Hizi ambazo zinabaki ni kungojea kile ambacho kitatokea katika mchezo wa marejeano ambapo umeutaja hapo ni tarehe 27 pale nchini Afrika ya Kusini. Kwa nini nasema hivyo Majanta pamoja na mdau? Ni kutokana na kile ambacho Simba walikivuna katika mchezo wa kwanza pale visiwani Zanzibar, na maanisha mchezo wa hapo jana. Walipata nini? Simba walipata goli moja ambalo ni mtaji, ingawaje sio mkubwa sana, lakini katika kutangulia angalau kuna kitu. Tunafahamu wote hii ni michezo ya mtoano. Hatuangalii kucheza vizuri sana, hatuangalii sijui kufanyeje, tunachoangalia ni final results. Umepata nini baada ya filimbi ya dakika 90 ya muamuzi. Tunachokiangalia hapa pia ni aggregate, jumla ya matokeo ya mechi zote mbili, alafu nani amepata ushindi mkubwa kuliko mwingine na kwenda katika hatua inayofuata. Kitu kizuri kwa Simba ni kwamba hawakuruhusu kufungwa goli lolote walipokuwa katika ardhi ya nyumbani, jambo ambalo litawapatia mrima wa kwenda kupambana wale jamaa wakiwa kule nyumbani kwao. Imagine kama jamaa angepata goli moja katika ardhi ya Tanzania, ingekuwa ni nafuu zaidi kwao kwenda kuchanga karata vizuri. Lakini pia Simba tayari ametangulia na bao moja. Matokeo haya na maana gani? Matokeo haya maana yake ni kwamba Simba anahitaji sare ya aina yoyote. Hata sare ya mabao kule Simba inampeleka kutokana na nyumbani akuruhusu kufungwa goli la aina yoyote. Kwa hiyo kwa mimi binafsi nafasi ya Simba naiona kwenda kufanya vizuri na kutinga hatua ya finali kwa mara ya kwanza katika michuano hii tokea ilipoanza kuitwa kombe la shirikisho barani Afrika. Ingawaje pia kunatakiwa kuwa na jitihada za aina zake. Stellenbosch sio mpinzani rahisi kama wengi pengine wanavyodhani. Tuliona kile kitu ambacho kimefanyika jana. Yaani saizi hata ukimuuliza shabiki wa Simba kwamba kwa aina ya mpira ambao aliucheza jana Simba unaridhishwa kama shabiki wa Simba, bado atakwambia nimefurahi kwa ajili ya matokeo, ila bado sijaridhika moja kwa moja kutokana na aina ya mpira ambao Simba wanacheza. Ukiwaangalia Simba wanafanya karibia kila kitu kinachohitajika katika mechi ya mpira wa miguu, isipokuwa ni katika eneo la mwisho tu. Ninavyozungumza hivi manake takwimu zinakuja kunithibitishia hivi. Simba walikuwa bora sana katika maeneo mengi uwanjani. Ukiangalia hata ball possession iliwakubali sana, asilimia kubwa za umiliki wa mpira walizichukua 58 kwa 42. Lakini hata mashuti, Simba alipiga mashuti mengi, 21 kwa mashuti matano. Katika hayo 21, mashuti matano yalilenga lango. Maana yake walifika zaidi katika lango la Stellenbosch kuliko hao jamaa. Lakini kama haitoshi, chance za kufunga magoli zile za wazi Simba walizipoteza chance 6 na walipiga pia kona 9. Kona tunafahamu maana yake shambulizi lilikuwa linakaribia kuwa goli, mpira umefanya nini? Umetoka nje. Kwa hiyo kama Mwalimu Fadlu atarekebisha vizuri katika hilo eneo la mwisho, uwezo wa Simba kwenda mbele ni mkubwa sana, hasa ukiangalia hamasa kutoka nje ya mashabiki, wachezaji vile wanavyopambana. Ni kumalizia tu hicho ambacho kimepatikana. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa nafasi ya Simba ipo kwenda finali. Sawa, nafasi ya Simba ipo kwenda finali. Wewe mdau, pengine komenti yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho tunakijadili hapa? Mwalimu Mazinzong yamezungumza kwa upande wake Simba. Wewe nafasi ya Simba unaonaje pengine kwa upande wako pia? Nafasi bado iko wazi, sio tu kwa Simba, nafasi iko wazi kwa Simba. Lakini vile nafasi iko wazi kwa Stellenbosch kwa sababu wao Simba kwenye mechi ya marejeano wanahitaji tu matokeo kama alivyosema GH wa kwanza hapa, matokeo yote ya sare ya magoli au suluhu yanapeleka Simba katika hatua ya finali. Lakini Stellenbosch wao wanahitaji tu kupata ushindi wa tofauti ya magoli
mawili, kwa maana labda iwe 3-1, 4-2 wanafuzu kwenda katika hatua inayofuata. Lakini wakipata goli moja na mechi ikatamatika hivyo, maana yake mechi itakwenda katika changamoto ya mikwaju ya penalty. Lakini wakishinda 2-0 vile vile wao wanafuzu kwenda kwenye hatua inayofuata kwa maana ya finali. Sasa ni mechi ambayo watu wengi wanaizungumza kwa utofauti, lakini mimi naiona kwamba ni mechi ambayo Simba wanaweza kawa na asilimia kubwa zaidi, kwa sababu wao tayari wametanguliza goli moja. Lakini kwa maana ya nafasi, Simba wana nafasi, na watu wasianze kuhoji yani kwa kiwango cha Simba cha jana kuelekea kwenye mechi ya marejeano, au kuanza kuwazungumzia wale Stellenbosch kwa kiwango cha jana kuelekea kwenye mechi ya marejeano. Yani kiwango cha timu huwa kinaweza kukabadilika wakati wote kutokana na aina ya mpinzani ambaye anakutana naye, wakati mwingine mazingira, lakini vile vile uhitaji wa mechi. Kwa hiyo inawezekana jana Simba kawa wamecheza katika kiwango ambacho labda wengi hawajafurahishwa, lakini inaweza katokea katika mechi ya marejeano wakacheza mpira mwingine tofauti kabisa na ambao watu wameuona jana. Inawezekana jana watu wameona Stellenbosch kama ni timu labda ya kawaida, lakini wanaweza kafika nyumbani wakaonekana wako tofauti kabisa. Yani yote yanawezekana, lakini kwa kuzungumzia nafasi kwa ujumla, Simba wana nafasi, hali kadhalika wapinzani wao Stellenbosch na wao wana nafasi. Kocha Fadru haje na mikakati gani pengine kwa namna ambavyo ulikitazama kikosi cha Simba jana? Mimi Simba nafikiri bado eneo ambalo linawapa shida, yani huwa inatokea katika mechi kadhaa, ni kwenye matumizi tu ya nafasi. Yani mechi kama ya jana walikuwa wana uwezo wa kupata hata goli 2 au 3, lakini ndio hivyo, nafasi moja ambayo watu wanaizungumzia sana ni ile Jean Charles Ahoua. Lakini Simba wamekuwa hata katika mechi zao zingine ambazo za ligi kuu ambazo labda wameshinda goli 2, 3, 4, 5, lakini bado matumizi ya nafasi huwa yanakuwa sio mazuri sana. Sasa mechi kama hizi za mtoano ukifanikiwa kupata yani kama Simba jana wangekuwa makini kwenye kutumia nafasi, maana yake sasa hivi tungekuwa tunazungumza lugha nyingine. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi ya marejeano, sitaki kuamini kwamba Simba wanaweza kwenda wanaita nini siku hizi kushikilia bomba, yani dakika 90 wewe ukae mshambulizi, yani mpinzani wako unamwachia acheze mpira, wewe unazuia tu. Yani kuna namna ambavyo Simba vile vile lazima watakiwa wakawe wabunifu, yani wakawe creative kwenye kutengeneza nafasi, ili ikiwezekana wao watafute goli kama si magoli. Sasa ukiwa unacheza away, inawezekana nafasi za kufunga zinaweza zikawa ni chache zaidi kuliko ukiwa nyumbani, kutokana sasa na vile ambavyo mpinzani anakuwa na nguvu akiwa katika uwanja wake wa nyumbani.